Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Karibuni katika kipindi chetu cha Mbiu ya Heri, ambapo ni mwendelezo wa vipindi vinavyokujia kutoka katika Seminari Kuu ya Kitaifa ya Familia Takatifu Mwandakulima inayopatikana Jimbo Katoliki la Kahama. Mpendwa msikilizaji, mada yetu ya leo tutazungumzia juu ya fadhila ya msamaha katika maandiko matakatifu na maisha ya Mkristo. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Justin Ferdinandi Malema, frateli wa Jimbo Katoliki la Sumbawanga, ninayesoma masomo ya teolojia katika Seminari Kuu ya Kitaifa ya Familia Takatifu Mwandakulima inayopatikana Jimbo Katoliki la Kahama. Lakini kabla hatujaanza kipindi chetu cha leo, karibuni tuweze kuanza kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washa mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi zitageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utongoze na ule Roho tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Wapendwa wasikilizaji, fadhila ya msamaha ni injili ya mapema katika Biblia. Tangu mwanadamu alipopotoka, Mungu hakuacha kumtafuta. Katika kila hatua ya historia ya wokovu, msamaha wa Mungu unaonekana kama daraja linalounganisha moyo wa Mungu na moyo wa mwanadamu. Msingi wa fadhila ya msamaha tunaupata katika maandiko matakatifu, yaani Agano la Kale na Agano Jipya. Tuanze kuangalia sehemu ya kwanza ya kipindi chetu inayozungumzia msamaha katika Agano la Kale, kuanguka kwa mwanadamu na mwanzo wa safari ya msamaha. Katika kitabu cha Mwanzo, rejea sura ya 3 aya ya kwanza na kuendelea, mwanadamu anaanguka katika dhambi kwa kutotii sauti ya Mungu. Matokeo yake ya kutotii sauti ya Mungu yalikuwa ni hofu, aibu, kujificha, kifo, kuvunjika kwa uhusiano na Mungu. Baada ya anguko la mwanadamu, jambo la kushangaza na la kuvutia ni kwamba Mungu ndiye aliyeanza kumtafuta mwanadamu, sio mwanadamu aliyeanza kumtafuta Mungu. Mungu anamuuliza Adamu kwamba, Adamu, uko wapi? Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 9. Hili si swali la lawama kwamba Mungu anamlaumu Adamu, bali ni mwaliko wa kurudi nyumbani. Pamoja na athari za dhambi ambazo chanzo chake ni mwanadamu, bado Mungu anatoa ahadi ya kwanza ya wokovu, proto evangelium. Uzao wa mwanamke utamponda kichwa cha nyoka. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15. Sasa hapa msamaha unaanza kuonekana kama mpango wa Mungu wa muda mrefu. Wapendwa wasikilizaji, tuangalie msamaha unavyojifunua katika taifa la Israeli. Katika historia yote ya wana wa Israeli, Mungu anaendelea kumtafuta mwanadamu. Baada ya anguko la wazazi wetu wa kwanza, yaani Adam na Eva, Mungu anaanza kukusanya taifa lake alipomwita Abrahamu atoke katika mazingira aliyozoea na kwenda asikojua, yaani Mungu atakapomuongoza. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya kwanza na kuendelea. Karibu tuangalie namna Mungu alivyojifunua katika taifa la Israeli kama Mungu mwenye msamaha. Namna ya kwanza ambayo Mungu anajidhihirisha ni Mungu anajifunua kama mwenye huruma na rehema. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya 6 hadi ya 7, Mungu anajifunua kama mwenye huruma, mwingi wa fadhili, mwenye kusamehe uovu, kosa na dhambi, mwenye kuonea huruma watu elfu, wala sio mwenye kuhesabia mtu uovu. Hapa tunaona kwamba msamaha ni tabia ya Mungu, si tukio la mara moja tu. Hapana. Namna ya pili ambayo Mungu anajifunua ni mfumo wa kutoa dhabihu kwa Waisraeli kama ishara ya msamaha. Katika Agano la Kale, kitabu cha Walawi
Mungu aliwapa Walawi na makuhani utaratibu maalum wa kutoa dhabihu kwa ajili ya toba, yaani ondoleo la dhambi. Dhabihu hizi zilikuwa sehemu ya upatanisho kati ya Mungu na watu wake. Rejea kitabu cha Walawi sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 35, sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 13 na sura ya 6 aya 24 mpaka ya 30. Mungu anatoa namna ya kutoa dhabihu ili dhambi za watu zifunikwe na upendo wa Mungu na waendelee kuishi katika uhusiano naye. Siku ya upatanisho ambayo kwa lugha ya Kiebrania inaitwa Yom Kippur, hii ilikuwa siku maalum ya kila mwaka ambapo kuhani mkuu alifanya upatanisho kwa taifa zima la Israeli. Hekaluni tunaweza kurejea kile ambacho alikifanya Zakaria katika Agano Jipya. Hii inamaanisha kwamba Mungu hatoi hukumu tu, bali hutengeneza njia ya kurejesha amani. Rejea kitabu cha Walawi sura ya 16 aya ya kwanza hadi ya 34. Tuangalie namna nyingine ambayo Mungu anajifunua. Manabii waliosisitiza fadhila ya msamaha. Manabii kama Isaya, Hosea, Yeremia wanasisitiza kwamba Mungu hasamehi tu kwa sheria, bali kwa upendo. Ingawa dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Rejea kitabu cha Isaya sura ya 1 aya ya 18. Hapa msamaha ni mabadiliko ya moyo, si tendo la nje tu kwa ujumla. Wapendwa wasikilizaji, Agano la Kale linaweka msingi wa kweli. Moja, Mungu hachoki kumtafuta mwanadamu mwenye dhambi ili kumrudisha katika uzima. Msamaha katika Agano la Kale ni mpango wa Mungu wa wokovu. Tangu mwanzo wa historia ya mwanadamu, Mungu ameonyesha upendo unaotafuta kumrejesha mwanadamu kutoka katika makosa kwenda kwenye uzima wa neema. Safari ya msamaha inaonekana wazi katika Agano la Kale na inajifunua zaidi kwa undani katika Agano Jipya, na inafikia kilele chake katika Kristo Yesu. Wapendwa, karibu tuangalie msamaha katika Agano Jipya. Sehemu ya pili ya kipindi chetu hiki inazungumzia msamaha katika Agano Jipya. Yesu anayegusa wenye dhambi. Wapendwa wasikilizaji, katika Agano Jipya Yesu anasimama kama ishara ya mwisho ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Katika utume wake, msamaha si mafundisho tu, bali ni maisha yake ya kila siku. Yesu anasimama kama ishara ya mwisho ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Msamaha unavyojidhihirisha katika utume wa Yesu. Katika utume wa Yesu, msamaha unajidhihirisha katika namna tofauti tofauti. Yesu anatufundisha msamaha uliojaa upendo, sio hukumu. Kwa mwanamke mzinzi, Yesu alisema, wala mimi sikuhukumu, enenda usitende dhambi tena. Rejea Injili ya Yohane sura ya 8 aya 11. Hapa Yesu anaonyesha msamaha unaoleta kupona, si hukumu. Kristo anatufundisha kwamba tusimhukumu mtu, bali tujali zaidi roho yake kwa kumpa nafasi nyingine ya kumrudia Mungu. Na ni kwa njia ya upendo jambo hili linawezekana. Yesu anatufundisha kwamba msamaha unabadilisha maisha ya mdhambi. Kwa Zakayo, Yesu anatangaza, leo wokovu umeingia nyumbani humu. Rejea Injili ya Luka sura ya 19 aya 9. Yesu hasubiri watu wawe wakamilifu, bali anawasamehe ili wabadilike. Tunaposamehe, tunapoonyesha upendo kwa wale wanaoonekana ni wadhambi, tunawapa nafasi ya kujitafakari na kumrudia Mungu, kama Zakayo ambaye aliongoka kwa hiari yake mwenyewe baada ya kuonja upendo wa kweli uliotoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu anatufundisha pia kwamba msamaha unaponya nafsi. Kwa yule aliyepoza, Yesu alimwambia kwamba umesamehewa dhambi zako. Rejea Injili ya Marko sura ya 2 aya 5. Yesu anathibitisha kuwa msamaha ni uponyaji wa ndani kabla ya nje.
Mtu akisamehe au akisamehewa, basi ndani ya nafsi yake anapata uponyaji mkubwa unaomsaidia kuendeleza uhusiano wake baina ya yeye mwenyewe na Mungu wake. Yesu anatufundisha pia msamaha katika msalaba. Msalaba ndiyo kilele cha huruma ya Mungu iliyojidhihirisha kwa njia ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Tukumbuke maneno ya Yesu mwenyewe akiwa katika mateso makali sana msalabani, anasema, Baba, uwasamehe, hawajui walitendalo. Rejea Injili ya Luka sura ya 23 aya 34. Kwa njia ya msalaba Kristo alikomboa ulimwengu mzima, na hivi ni upendo mkubwa sana uliopitiliza wa mwana wa Mungu kujitoa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Wapendwa wasikilizaji, tuangalie sehemu ya 3 ya kipindi chetu, Yesu ukamilifu katika msamaha. Katika historia nzima ya wokovu, msamaha unafikia kilele chake katika Yesu, kwa sababu Kristo ndiye anayetimiza utabiri waliotoa manabii wengi kama Isaya na Yeremia kwamba atakuja Masia atakayekuja kuukomboa ulimwengu mzima. Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Rejea Injili ya Yohane sura ya 1 aya 29. Kwa damu ya Kristo msalabani, msamaha unakuwa wa milele, si wa muda kama dhabihu za kale. Rejea waraka kwa Ibrania sura ya 9 aya 12. Kristo ndiye mwamuzi mpatanishi, kwa hiyo msamaha sasa hupitia kwake moja kwa moja. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 5. Msamaha wa Kristo unafungua maisha mapya, si tu kuondoa hatia. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 5 aya 17. Yesu ndiye mfano kamili wa msamaha usio na kikomo. Samehe 7 mara 70. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 18 aya ya 22. Kwa hivyo Yesu ndiye mkamilishaji wa maneno yote ya Agano la Kale kuhusu msamaha. Katika yeye Mungu hamtafuti tu mwanadamu, bali anamkumbatia, anamponya na kumrudisha katika uzima wa milele. Tuangalie sehemu nyingine. Yesu anawapa mitume mamlaka ya kusamehe dhambi. Baada ya ufufuko, Yesu anahamisha huduma yake kwa kanisa. Yesu aliwakabidhi mitume wake uwezo wa kusamehe dhambi. Yesu alitaka wokovu uenee duniani kote kupitia mitume wake aliyowapa dhamana hiyo. Pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Rejea Injili ya Yohane sura ya 20 ya 22 hadi ya 23. Hapa msamaha unakuwa kazi ya kanisa unaoendelea kupitia mitume na makuhani. Yesu hawapi tu mamlaka mitume wake, bali anawapa pia Roho Mtakatifu ili msamaha utoke katika chemchemi ya Mungu mwenyewe na sio mwanadamu. Tuangalie jinsi msamaha unavyorithishwa kwa maaskofu na mapadre. Baada ya Yesu kuwapa mitume mamlaka ya kusamehe dhambi, kazi hii haikuishia kwao tu. Iliendelea kama urithi wa kanisa kupitia sakramenti, huduma ya uongozi wa mitume waliowekwa wakfu. Mamlaka ya mitume yanaendelezwa kupitia uwekaji wa mikono. Mitume walilipa kanisa uongozi wa huduma kwa kupitia ishara ya uwekaji wa mikono, ishara ya kuhamisha mamlaka ya kiroho na huduma kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 6 na waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya 14. Waliwekewa mikono juu yao, wakawekwa katika huduma. Hivyo basi, maaskofu ni warithi wa moja kwa moja wa huduma ya mitume, yaani apostolic succession.
mapadri wanashiriki mamlaka haya kupitia maaskofu ili watoe sakramenti, ikiwemo sakramenti ya upatanisho, toba na ekaristi takatifu. Tuangalie sakramenti ya upatanisho kama huduma ya kanisa. Mpendwa msikilizaji, Yesu alipoagiza akisema, wowote mtakao wasamehe dhambi zao watasamehewa, rejea Injili ya Yohane sura ya 20 aya 23. Aliweka wazi kwamba msamaha hautakuwa kazi binafsi ya kila mmoja, bali huduma ya kanisa. Kwa hiyo maaskofu na mapadri hushiriki mamlaka ya Kristo mwenyewe. Wanasamehe kwa niaba ya kanisa na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wanakuwa vyombo vya rehema, si wamiliki wa rehema. Mapadri ni madaktari wa nafsi. Katika mila ya kanisa, padri hupokea wenye dhambi kwa huruma, hutoa elimu, ushauri na tiba ya kiroho. Ni alama ya uwepo wa Kristo mchungaji mwema. Kwa hiyo sakramenti ya toba si hukumu, bali ni hospitali ya kiroho ambako Yesu ndiye tabibu mkuu. Wapendwa wasikilizaji, tuangalie Mkristo na fadhila hii ya msamaha. Kwetu wa Kristo, tunapokea vipi fadhila ya msamaha? Msamaha wa Mungu uko wazi. Shida si ukarimu wa Mungu, bali mara nyingi watu wanaogopa kuomba msamaha, kusamehe kwa sababu ya woga, aibu au kusahau thamani yake. Muumini anatakiwa kuishi maisha ya toba ya daima, kukiri dhambi kwa uaminifu, kuomba neema ya kuanza upya. Kanisa linawaalika waamini wote waje bila woga, waje bila kujihukumu kupita kiasi, waje kwa sababu Mungu amewakaribisha kwanza. Mungu hafungi milango ya msamaha, bali mwanadamu anayejifungia milango hii ya msamaha. Lakini milango ya neema inafunguka kila mara tunapokaribia sakramenti ya toba. Tuangalie kwa nini tunapaswa kusamehe. Zifuatazo ni baadhi ya sababu za kusamehe waliotukosea. Jambo la kwanza, sababu Mungu mwenyewe anatuamuru tusamehe. Rejea Efeso sura ya 4 aya 31 hadi 32, Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 12, na waraka Mtume Paulo kwa Kolosai sura ya 3 aya ya 13. Sababu nyingine, tunapaswa kusamehe sababu tumeshasamehewa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alitusamehe kwa kubeba dhambi zetu, kufa na kufufuka, tukitambua jinsi gani tulivyokombolewa kupitia Kristo. Twapasa kusamehe. Jambo la tatu, msamaha unaleta uponyaji. Rejea waraka kwa Ibrania sura ya 12 aya 13. Tuangalie sasa, kama Wakristo, ni sababu zipi huwafanya watu wasisamehe? Zifuatazo ni baadhi ya sababu ambazo huwafanya watu washindwe kusamehe pale wanapokosewa. Sababu ya kwanza, watu wanajua kusamehe ni kujishusha na kujiona kuwa mtu wa chini, na hapo ndipo tunapoona umuhimu wa fadhila ya unyenyekevu, kujishusha. Sababu ya pili inayopelekea watu wasisamehe, watu wanajua kutosamehe ndiyo njia ya kulipa kisasi. Na sababu ya tatu, hatusamehi kwa sababu hatukubali makosa tuliyofanya. Wapendwa wasikilizaji, tuangalie mafundisho ya watakatifu kuhusu fadhila hii ya msamaha. Tuanze kumwangalia Mtakatifu Yohane Chrysostom. Anasemaje kuhusiana na fadhila hii ya msamaha? Ili mtu aweze kuondoa utu wa kale na kuvaa utu mpya, safari ya mtu huyu ya wokovu inajumuia mambo haya. Jambo la kwanza, kutubu. Jambo la pili, kusamehe, kufanya matendo ya huruma na kuwa mnyenyekevu. Kulingana na Mtakatifu Yohane Chrysostom, ili maisha haya yawe endelevu, tunapaswa kufanya mambo yafuatayo. Kusamehe. Katika hatua hii, mtu anaondoa fikra kichwani juu
yake yeye na yule ambaye amemkosea. Mtu anatawala hisia zake na hasira, akimsamehe Mungu pia ataweza kumsamehe. Tumwangalie Mtakatifu Agustino wa Hippo. Mtakatifu Agustino anasema msamaha si tu kwamba ni tendo la kiroho, bali ni tiba ya majeraha ya moyo wa mwanadamu. Anaendelea kusema, kushikilia chuki ni kunywa sumu, ukidhani adui yako ndiye atakayekufa. Hivyo msamaha ni njia ya uhuru wa ndani inayomrudisha mtu kwenye uhusiano na Mungu wake. Tumwangalie mtakatifu wa tatu, Mtakatifu Stefano Shahidi. Mtakatifu Stefano Shahidi wa kwanza baada ya Kristo aliuawa si kwa sababu anakosa, lakini jambo la kushangaza, aliwaombea adui zake ili Mungu asiwahesabie hatia juu ya damu yake. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 aya 59 hadi ya 60. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akaomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akisha kusema hayo akalala. Tumwangalie mtakatifu wa mwisho, Mtakatifu Thomas wa Aquino. Yeye anazungumza nini kuhusiana na fadhila hii ya msamaha? Anasema msamaha unatokana na upendo wa Mungu. Tunapaswa kuachilia chuki na hasira. Msamaha unaendana na haki. Kusamehe ni kuiga huruma ya Mungu. Mwisho, wapendwa wasikilizaji, kwa jumla msamaha ni zawadi ya uponyaji, kwanza kwa yule anayesamehe, na kisha kwa yule anayesamehewa, na kisha kwa yule. Msamaha ni zawadi ya uponyaji kwa yule anayesamehe, na kisha kwa yule anayesamehe, na kwa yule anayesamehewa. Ni njia ya kuvunja mnyororo wa chuki, kuleta amani ya ndani na kujenga mahusiano mapya na yenye matumaini. Kukubali msamaha wa Mungu na kusambaza kwa wengine ni hatua ya kukua kiroho na kuishi kikamilifu kama Wakristo. Mwisho wa yote, msamaha si udhaifu, bali ni ushindi wa upendo juu ya maumivu, na ndivyo njia pekee ya kujenga jamii yenye upatanisho. Mpendwa wa msikilizaji, mpaka hapo tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tumalize kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Familia takatifu ya Nazareti ya Yesu, Maria na Yosefu, ituombee, amina.